Mtazamo wako, Simba anavuka hatua hii na mizani yako unawekaje? Mpaka sasa hivi ni asilimia 50 kwa 50. Kutokana na kwamba ninaamini kwamba Simba ana uwezo wa kufunga magoli 3 kwa Mkapa, lakini kutokana na yale matokeo ambayo waliyapata Al-Masry kwenye uwanja wao wa nyumbani, wanaelewa nini ambacho wanaweza wakaja kukifanya, kwa maana ya kutetea kwamba wasifungwe mabao zaidi ya hayo, na wenyewe pengine labda wapate bao moja. Kwa hiyo mchezo upo kwenye mazingira ambayo ninaamini yeyote ambaye ataingia na plan nzuri kuna uwezekano akaweza kuqualify kwenda kwenye hatua inayofuata, ingawa Simba wanaonekana kuwa na mlima mrefu kidogo hivyo, lakini kuna michezo ambayo tushai kuiona Benjamin Mkapa Simba akiwa anacheza ilikuwa na mazingira kama haya, na Simba walionyesha utofauti mkubwa sana kwenye namna ambavyo walienda approach. Kwa hiyo naamini ni 50 kwa 50 kwa mchezo. Nasu kama ni asilimia, unajua unapotoa asilimia inabidi uwe na logic nyuma yake. Yaani huwezi kutoa tu kama unaongea tu. Kwa mimi Simba ana asilimia 25 mpaka za kuvuka hatua hii ama za kushinda? Za kuvuka hatua hii. Al-Masry ana asilimia 75. Ni kutokana na matokeo ya mechi iliyopita. Tayari Simba ameruhusu goli 2. Simba hakupata advantage ya away goal. Kwa hiyo Al-Masry tayari ana faida ya goli 2, ana faida ya kutokuruhusu goli akiwa kwenye ardhi yake ya nyumbani. Kwa hiyo Simba ana kazi ya kufunga zaidi ya magoli 2, ana kazi ya kumfanya Al-Masry asipate goli la ugenini. Kwa hiyo automatically kwa mazingira kama, kwa logic hiyo, Al-Masry yeye ana faida tayari. Ninaposema kwamba Simba ana asilimia 25 na Al-Masry 75, haimaanishi kwamba Simba hawezi kufuzu. Lakini ili afuzu inabidi kwanza afute mtaji ambao alikuwepo nao Al-Masry, then ndo aje wawe wamelevel scoreboard. Ingekuwa mechi kwa mfano, ingekuwa mechi ya kule Misri imepata labda sare ya magoli, hapo tungesema Simba ana faida. Lakini kwa ilivyo hivi sasa, Simba tayari yeye yupo nyuma ya Al-Masry. Yaani hakuna logic yoyote ya Simba kuwa na asilimia kubwa dhidi ya Al-Masry, kutokana tayari Al-Masry yupo juu, Simba yupo chini. Kwa hiyo Simba anatakiwa kumfuata Al-Masry juu. Nitatolea watu mfano. Unajua natoa maelezo mengi kutokana na uelewa wa watu ambao wanatusikiliza. Kuna mechi ambayo walikuwa wanacheza Madrid na Man City. Mechi ilikuwa inakaribia dakika 90. Kwenye wale ambao wanaonyesha wale matangazo waka average uwezekano possibilities ya Madrid kuvuka. Madrid waliwekewa asilimia 4 na kuvuka. Man City akawa na asilimia 96 ya kwenda hatua inayofuata. Lakini Madrid akafuta zile asilimia za Man City na akafuzu yeye. Kwa hiyo tunavyosema hivi haimaanishi kwamba huyu mwenye asilimia ndogo haendi, na hakuna mtu ambaye alienda kuwapiga mawe wale wa jamaa waloweka vile kwamba mjui mpira wewe, akili yako sijui ni vitu vidogo tu, ni uelewa. Kwa hapa ilipofikia nafikiri hakuna namna ambavyo eti Simba anaweza kuwa na asilimia sawa na Al-Masry. Al-Masry tayari ana advantage ya magoli 2. Kwa hiyo kwangu mimi Simba ana asilimia 25 kutokana na mtaji ambao amepata Al-Masry. Al-Masry ana asilimia 75. Kazi ya Simba ni kushusha sasa hizi asilimia za Al-Masry.